Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla na kumtakia rahma na aman Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wapenzi wa Masjid Uthman TV na Waislamu kwa ujumla na wanajamii kwa ujumla, niwaamkie kwa salamu na maamkizi mema ya Kiislamu kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tutakumbushana katika muda huu mfupi, nichukue fursa hii tukumbushane jambo adhim na muhimu sana sana. Jambo hili unwani yake tunasema limadha arsala Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wasallama linnas. Kwa nini? Kwa sababu gani Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka au amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa watu? Hili ni swali ambalo tunatakiwa jibu lake kulifahamu au kuyafahamu na tuyaelewe vizuri kabisa kabisa. Jambo la kwanza au jawabu la kwanza la swali hili, kwa nini Allah azza wa jalla amempeleka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu? Jambo la kwanza au sababu ya kwanza, liikhraji nnas min adh-dhulumati ila an-nur, kuwatoa watu katika giza na kuwapeleka katika nuru. Hii ndiyo sababu kubwa ambayo Allah tabaraka wa taala amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kana al-alam qabla al-bi'tha fi jahiliya, ilikuwa ulimwengu kabla ya kutimilizwa au kabla ya kupelekwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ulikuwa ulimwengu katika jahiliya, ulikuwa katika ujinga mkubwa kabisa kabisa. Lakini si hivyo tu, wa dhulma wa shirki, ulikuwa katika dhulma. Mwenye nguvu ndio mwenye haki, yule mwenye nguvu ndio alikuwa na haki, na shirki watu walikuwa wamezama katika ushirikina na kuacha kabisa kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo hili ni jawabu la kwanza, kwa nini Allah azza wa jalla amemtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu. Liikhraji nnas, ili kuwatoa watu min adh-dhulumati ila an-nur, katika dhulma na kuwapeleka kwenye nuru. Kama qala tabaraka wa taala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Suratul Jumu'a aya nambari 2. Allah anasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula, yeye Allah azza wa jalla ndiye aliyemtuma, ndiye aliyempeleka katika kutoka kwa wale watu ambao hawajui kusoma. Rasulan, amempeleka mtume, minhum, katika wao au miongoni mwao. Yatlu alaihim ayatihi, apate kuwasomea aya zake, wayuzakihim, na vile vile apate kuwatakasa. Lakini jambo la pili, sababu ya pili kubwa ya Allah tabaraka wa taala kumpeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam, litablighi risalat at-tauhid, litabligh risalat at-tauhid wa ibadat Allah wahdahu, kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa tauhid na vile vile na ujumbe wa kumwabudia Allah tabaraka wa taala peke yake. Ndugu zangu, mitume yote alayhimus salam wamekuja kufikisha tauhid, wamekuja kuwatoa watu kwenye shirki na kuingiza katika tauhid. Hii ndio ilikuwa kazi ya mitume alayhimus salatu wassalam, na Allah anasema ya kwamba amepeleka katika kila umma, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula,
tumepeleka katika kila umma, tumepeleka mtume, anibudu llaha wajtanibu taghut, ili lengo waweze kumwabudia Allah na wajiepushe na taghuti. Mataghuti wako wengi. Nani taghuti? Taghuti ni yule ambaye anaabudiwa, anatiiwa, anafuatwa kinyume na Allah tabaraka wa taala, na yeye huyo mwenye kuabudiwa yuko radhi, yani anaridhia, huyo ni taghuti. Lakini taghuti namba moja ambaye anawapoteza watu, anawatoa watu kwenye tauhid, kwenye asili ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala, ni shaitani. Huyo ndio taghuti namba moja. Mataghuti wako wengi sana. Kwa hivyo kila yule anayeabudiwa kinyume na Allah, huyo ni taghuti. Naam, ama hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, kwa nini Allah tabaraka wa taala amemtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu? Liyakuna qudwa wa uswa lilbashariya, ili awe ni kiongozi, awe ni mwenye kuigwa, awe ni mwenye kufuatwa, awe ni mwenye kuigwa. Ikiwa kweli sisi tuna ambao hasa tunajinasibisha ni waumini na ni wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kudwa yetu iwe ni mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfuata kwetu kwenye mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuiga kwetu ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kila kitu, maisha yetu yaende kwa kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuanzia ibada zetu na miamala yetu. Tukifanya hivyo, hakika tutakuwa tumefaulu. Na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tariqatun ila aljanna, ndio njia ya kwenda peponi. Mambo yako mengi, lakini nukta tatu hizi chukua, ndugu yangu mu'min, na tuzifanyie kazi, na Allah tupe tawfik kwa ajili ya kujua lengo ambalo anakuja nalo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tuyafanyie kazi na iwe sababu ya kupata radhi zake Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.